lazima mchezaji aje amtambulishe msimamizi wake kwa klabu. Kwa hiyo kwa ufupi kwa sababu sasa hoja yangu ilikuwa ni kulikuwa na scenario ambazo kama tutaenda moja kwa moja kumlaumu ambaye ametoa taarifa, kulikuwa na scenario tofauti ambazo zilikuwa huko mwanzoni kuhusiana na Aziz Ndabwile. Lakini ukitoka hapo, mwandishi wa habari kawaida ni kupata taarifa na kuitoa. Naona kidogo kuwa na shutuma kwa yule aliyetoa hiyo taarifa. Unauhakika kwamba hakukupigia simu na pengine wewe kupokea? Swali zuri sana ndugu yangu Mongea Lucas. Kabla ya swali, kuna hoja nzuri umeiongea hapo ambayo umesahau kitu kimoja. Aziz alikuja Yanga kwa mkopo kutoka Singida, ndio? Yes. Ilikuwa ni loan agreement ambayo Yanga tulikubaliana na Singida tumchukue yule mchezaji kwa mkopo. Akatumikia mkopo wake kwa maana mkataba wa Singida kwa mkopo akiwa Yanga. Ieleweke vizuri hiyo. Ndio. Mimi kwenye hili kwa sababu linahusu moja kwa moja idara yangu, ziko hatua nitazichukua. Unajua watu wengi wamekuwa wakisikia mambo kama haya hafla wanakimbilia kwa wakurugenzi wa sheria. Bwana huyu afungulie mashtaka, hamna. Hata huko Europe ziko namna club zinadili na waandishi wa habari. Ziko hatua ambazo kupitia idara yangu ya habari tutakwenda kudili na hili jambo. Angalia Manchester United ndio wamekuwa wakizitoa hizi habari. Kama ni mchambuzi ambaye labda ana followers wengi, ameshakuwa na sauti ya kuandika, kusema, kusikika, anatumika kutoa taarifa za uongo. Lakini wengine waandishi wa habari ambao wameketi darasani kabisa, wanajua miiko na misingi ya habari, wanafanya hivyo ambavyo mimi naamini ni makusudi tu wanafanya. Kwa mfano, swala ambalo limetokea siku ya jana mpaka leo, swala mchezaji Aziz Ndabwile. Waandishi wa habari, sijui labda sasa hivi mimi nimeanza kufanya kazi hii mwaka 2005. Kipindi mimi naanza kufanya hii kazi, ukipata tip ya story, sio story kamili. Ile tip ndio unaitumia kupata story kamili. Ndio. Mimi nimekaa newsroom pale Habari Corporation, unapata tip kwa Haruna Niyonzima aondoka Yanga. Wewe pale hautaki kuandika ile taarifa. Unatakiwa utumie hiyo tip kufuatilia hiyo taarifa kuja na habari hiyo kamilika. Unapata tip Aziz Ndabwile anaidai klabu ya Yanga. Uja kwenda kwenye misingi ya kitaaluma inavyotaka kubalance hiyo taarifa yako, kwa sababu una followers wengi na wewe ni mwandishi wa habari, unaandika hiyo habari. Alafu unaamka asubuhi kufanya hii issue kuwa mbaya zaidi, unapiga simu kwa mtu ambaye aitambulisha kuwa ni msimamizi wa wachezaji. Kutokana na sintofahamu hii, kanuni ya 57 ya bodi ya ligi msimu huu imeelekeza vizuri kwamba wasimamizi wote wa wachezaji na mawakala wanatakiwa kutambulishwa kwa vilabu na watambulike wakiwa na leseni za FIFA. Ndio. Maana yake wenye mamlaka walikuwa wanaotoa mpira kwenye kusemiwa na kila mtu, hasa wasimamizi wa wachezaji. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa trained, amepata mafunzo jinsi ya kumwakilisha mchezaji, ndio anakuwa na haki ya kuongea kuhusu haki za mchezaji. Sasa wewe kama mwandishi wa habari umepata hiyo tip, unakwenda kumpigia simu mtu ambaye hujajiridhisha. Maana ilibidi swali la kwanza liwe hilo, bwana Bula, wewe ni mwakilishi wa mchezaji Justin Kesi. Ndio. Unatambulika na klabu ambacho kinachezea huyu mchezaji, umekidhi vile vigezo ambavyo TFF na bodi ya ligi wametoa. Akishakujibu ndio na umejiridhisha, wewe tena una kosa hapo, endelea na story yako. Lakini mtu anaitambua mimi ni msimamizi fulani bwana, kuna shida fulani na fulani. Ndio maana nikasema kuna uhuru wa mwandishi. Na si klabu ya Yanga nataka kukuziba uhuru wa mwandishi wa habari kufanya kazi yake, lakini akae kwenye misingi, akae kwenye taratibu, balance story yako. Haya, umetengeneza story kama hiyo, mchezaji amekuja amekanusha, fedha inakuwa kwa nani? Kwako ulitengeneza story. Yes. Mwandishi utaaminika tena? Umeshamdamage club. Umeshamchonganisha mchezaji na mashabiki. Ndio. Kiangalia toka asubuhi, kutoka jana usiku, huyu mchezaji ananiambia, bwana nilisemea hili jambo, nikamwambia mimi naona ni jambo la kipuuzi tu, huyu mtu kaandika tu kwa ajili ya kujifurahisha. Na hizi ni agenda. Wewe focus na mpira wako, achana mambo ya mitandao.
Lakini imekuwa wote asubuhi na kuwa mjadala kwenye vipindi vya redio. Mchezaji anashindwa kufocus, anapokea message za matusi za mashabiki, anapokea message za mbaya za mashabiki wakimuona kwamba amedhalilisha timu yao. Klabu inathibitisha kwamba hakuna deni, mchezaji anathibitisha kwamba sidai, bado mtu anaweka mjadala, anasema alikuwa anadai, alipwa leo. Yaani mtu anapambana kuhakikisha analinda krediti yake, wakati misingi ya taaluma ameharibu mwanzoni. Kama mwanzoni ungeweza taarifa yako kuifuatilia kabla ya kuichapisha, ukawatafuta Yanga. Kuna taarifa nimeona wanasema kwamba TFF wamethibitisha kesho kuna kesi. Kumepotoshwa bana. TFF wamethibitisha kesho kamati ile inakutana, lakini sio inakutana kujadili issue ya Azizi. Issue ziko nyingi. Hakuna kiongozi wa TFF amethibitisha kwamba kuna kesi hapa ya Azizi na Mbwile na Yanga. Hayupo. Wamethibitisha kesho kamati inakutana, mambo yako mengi ya kujadiliwa pale. Sasa wewe unachukua hiyo unafanya ndio uthibitisho jambo lako. Unamuoji mtu ambaye haipo kwenye vigezo vya kumsemea mchezaji. Klabu hatumtambui kama kanuni inavyoelekeza, na kitendo cha mchezaji kuandika maana yake hamtambui pia huyo msimamizi. Ndio tafsiri yake hiyo. Sasa kupa tafsiri kwamba shehe ni namna ambavyo tunaijibu taaluma yetu ya habari. Mimi kwenye hili kwa sababu linahusu moja kwa moja idara yangu, ziko hatua nitazichukua. Unajua watu wengi wamekuwa wakisikia mambo kama haya, hafla wanakimbilia kwa wakurugenzi wa sheria. Bwana huyu afungulie mashtaka, hamna. Hata huko Europe ziko namna club zinadili na waandishi wa habari. Ziko hatua ambazo kupitia idara yangu ya habari tutakwenda kudili na hili jambo. Angalia Manchester United, Liverpool, Madrid, kote huko wameshakuwa na namna nzuri ya kudili na waandishi ambao wanazua taharuki, kuandika habari za uongo. Sio kila habari mwandishi akiandika na kimbilia tu mahakamani. Ziko hatua za kitaaluma za kudili nayo, na katika hili nimetoka kuandika na ninadhibitisha tutadili nalo kama ambavyo taaluma inaongoza ya habari. Alikamwe. Bwana, unaongea na Lugano Israel hapa. Karibu kaka. Bwana, umezungumzia kuhusiana na swala la Azizi Ndabwile, lakini scenario ya Azizi Ndabwile ilianza muda mrefu sana, pengine watu wanahusisha na mazingira hayo. Azizi Ndabwile alikuwa ametokea Singida Black Stars akaja kujiunga na Yanga. Sasa hebu tuambie, licha kwamba amekanusha kwamba adai chochote, pengine mazingira yameanzia hapo. Unaona kabla sijibu swali lako la msingi, unaona shida nyingine ilipo ndugu yangu Lugano Israel. Ndio. Chanzo cha kwanza cha hii taarifa ni mchezaji mwenyewe. Ndio chanzo cha kwanza, kwa sababu yeye ndio anasema anadai. Ndio. Chanzo cha pili ni club inayodaiwa. Chanzo cha tatu hii taarifa ni TFF ambao shtaka aliyepelekwa. Si ndio? Ndio. Chanzo cha kwanza taarifa kimesema mchezaji adai, kasema mwenyewe sidai Yanga. Ndio. Lakini bado wewe unatengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba kauli ya mchezaji sio sahihi. Ndio. Kwamba unajua kweli imeanzia muda mrefu, inawezekana nini wakati chanzo cha kwanza ambacho ni mchezaji asema sidai. Yaani sawa leo hii uwe na dada yako nyumbani, ameenda kuolewa akapewa talaka, amerudi amekwambia nimeachika. Kama mtu unasema mazingira haya rafiki kule baba. Lakini unaelewa sijui. Sasa nijibu swali lako la msingi. Ndio. Azizi alikuja Yanga kwa mkopo kutoka Singida. Ndio? Yes. Ilikuwa ni loan agreement ambayo Yanga tulikubaliana na Singida tumchukue yule mchezaji kwa mkopo. Akatumikia mkopo wake kwa maana mkataba wa Singida kwa mkopo akiwa Yanga. Ieleweke vizuri hiyo. Ndio. Baada ya msimu kumalizika, maana yake muda wa mkopo ulikuwa umemalizika. Na yule mchezaji amemaliza mkataba wake na Singida. Akawa ni free agent. Tukapitia ripoti yetu ya benchi la ufundi ikaelekeza mchezaji huyu anatakiwa asalie. Sasa mkataba umemalizika na anatakiwa asalie na ni mchezaji huru. Ingekuwa ana mkataba tungerudi Singida Black Stars kuwaomba tena, tunaomba extension ya hii loan aendelee kubakia. Kwa kuwa ni loan player ni free agent kwa muda huo, tulizungumza naye yeye kwa sababu ni free agent, na tukakubaliana kwamba utasaini mkataba ambao sasa ni Young African Sports Club, na mkataba huu utakuwa na terms hizi na hizi na hizi. Si busara sana na haishauriwi kuzungumza masuala ya mkataba ambayo yako ndani ya mkataba kwa maslahi ya mchezaji na taasisi. Sure. Lakini ndivyo kilivyotokea. Kwa hiyo
Baada ya hapo Azizi akawa mchezaji wa Yanga sasa ambaye amesajiliwa na Yanga, sio mkopo tena. Sasa wewe ukisema ni jambo la mkopo, masuala ya usajili yamekamilika, maana yake mwezi wa 8 ligi imeanza kama sikosei. Ndio. Na mchezaji huyu ametumikia klabu yetu kama mwezi wa 8, katika mechi za kimataifa, kacheza ngao, kacheza ligi. Maana yake tayari ameanza kuutumikia mkataba wake. Sijui kama unaelewa vizuri shewa. Na kuelewa vizuri. Sasa hoja yako wewe iko wapi? Yaani wewe kitu gani kimekufanya useme kwamba inawezekana ni ile? Sasa hoja yangu ilikuwa ni kulikuwa na scenario ambazo kama tutaenda moja kwa moja kumlaumu ambaye ametoa taarifa, kulikuwa na scenario tofauti ambazo zilikuwa huko mwanzoni kuhusiana na Azizi Ndabwile. Lakini ukitoka hapo, mwandishi wa habari kawaida ni kupata taarifa na kuitoa. Naona kidogo kuwa na shutuma kwa yule aliyetoa hiyo taarifa. Unauhakika kwamba hakukupigia simu na pengine wewe kupokea? Swali zuri sana ndugu yangu Mongea Lucas. Kabla ya swali, kuna hoja nzuri umeiongea hapo ambayo umesahau kitu kimoja. Ndio. Kazi ya mwandishi wa habari sio kupata habari na kuitoa. Sio kweli. Kama mimi na wewe tumeketi darasani tumejifunza hii taaluma, kuna kitu umekikosea hapo. Sahihi. Kazi ya kwanza ni kupata source ya habari, kuichakata na kuifanyia kazi na kuitoa. Usilisi hicho kipande cha katikati hapo. Lazima uibalance story yako ndio uweze kuitoa. Hawezi tu umepata habari just in case kafunga ndoa na wewe ukapandisha kafunga ndoa. Lazima ubalance kwa just in case. Uenda na mke wake kafunga ndoa ya pili ukamleta taharuki nyumbani. Lazima ubalance kwa just in case ili wewe uwe huru kwamba umepata habari, umeifuatilia na umeiripoti. Tunakubaliana bwana Lugano? Kitaalamu tunakubaliana, lakini kuna taarifa za ndani ambazo just in case mwenyewe hawezi kuzungumza. Unaweza kupata kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini katika vyanzo vingine ambavyo vinaweza kana vya uhakika zaidi. Taarifa za ndani za just in case ukazipate kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo unaweza kusema Azizi Ndabwile ana ndugu ambao pengine wanaweza kawa nafahamu kuhusiana hiki pengine. Lakini pia umezungumzia Alikamwe, umezungumzia agents. Nataka pia nifahamu kuhusiana na agents. Mnamtambua agents ambaye ametambulishwa kwa ambaye alikuwa naye toka mwanzo, Azizi Ndabwile? Umekuja kwenye hoja nyingine nzuri bwana Lugano. Umesema Azizi Ndabwile hana ndugu, jamaa na marafiki wengine ambao wanaweza kujua mambo yake. Ndio. Jibu ni ndio, anao hao ndugu. Wenda anaye mke, wenda anaye baba, wenda anaye mama, wenda anaye shangazi, yoyote ambaye ni mtu wa karibu anaweza kushare naye. Ila kwenye football kumekuwa na muongozo wa nani wa kumwakilisha Azizi. Kwa hiyo kuwa rafiki, kuwa ndugu wa Azizi hakutoshi wewe kumwakilisha Azizi kwenye mpira, kwa sababu mpira umekuwa na miongozo yake, na muongozo umemtambua agent. Ndio. Na mpira umesema ili we agent lazima uqualify kwenye hili jambo, uwe na leseni. Ili kupata leseni ni lazima ukae darasani, sio ufundishwe, ni uelekezwe au ujiongeze ya kumsimamia mchezaji. Ndio bwana? Ndio. Kwa hiyo unaweza kuwa baba wa mchezaji lakini ukaenda kusoma namna nzuri ya kumsimamia mchezaji wako. Ndio maana huko duniani unasikia Neymar Junior baba yake ni Neymar Senior. Ndio shehe? Kwa baba yake Neymar ndio anamsimamia mtoto wake. Ndio. Haikutokea bahati mbaya kwa sababu tu ni baba. Haikutokea bahati mbaya yule dada yule anaitwa nani yule alikuwa anamsimamia mchezaji mmoja wa Inter Milan. Anaitwa Wanda nani yule dada yule. Alikuwa ni mchumba wake. Ndio. Lakini alikuja kuwa meneja wake baadaye. Haikuwa bahati mbaya kwa sababu tu ya uchumba unakuwa meneja. Ni kwa sababu ya muongozo ambao umewekwa. Kwa ule muongozo unamtambulisha meneja, unamtambulisha wakala, unamtambulisha msimamizi. Akishakuwa na leseni. Sasa ili sisi club tumtambue, muongozo umesemaje? Lazima mchezaji aje amtambulishe msimamizi wake kwa club. Kwa hiyo kwa ufupi kwa sababu Alikamwe, kwa sababu tunaenda kwenye taarifa ya habari, tunataka tu tuambie kwamba agent amumtambui Azizi Ndabwile anaisimamia mwenyewe. Nataka nikupe shule shehe. Ndio. Yaani shule ninayokupa hapa ni taarifa ya habari tosha. Wewe ukiwa mchezaji unatakiwa umlete msimamizi wako. Bwana mimi anasimamia just in case. Hiyo ni hatua namba 1. Hatua namba 2, club kupitia muongozo wa kanuni utamuuliza just in case, unayo leseni? Basi Alikamwe mara baada ya taarifa habari tutakurudia tena, maana unatufundisha kitu kizuri sana Alikamwe. Tutakurudia mara baada ya taarifa habari. Tutakualika basi, tunakushukuru, tutakualika.
Bana, sisi tukirejea hapa nitakuja na orodha ya mawakala ambao wanatambulika na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Sawa, ni Alikamwe katoa ufafanuzi mzuri sana. Katoa ufafanuzi mzuri sana. Umeelewa Lugano? Afisa habari wa Young Africans wali katoa ufafanuzi mzuri sana. Na tutoe kwenye sinia moja. Lugano, umeelewa? Tutarejea hapa baada ya habari, tutarejea hapa baada ya habari. Sports Knockout tuko nayo mpaka 8 kamili za mchana. Usiende popote, mwambie ndugu jamaa na rafiki, kumewaka moto kweli kweli. 92.5 Mjini FM. 92.5 Mjini FM Zanzibar, 92.5 Mjini FM Dar es Salaam.